Mheshimiwa diwani wa kata hii mwenyeji, Mheshimiwa mkurugenzi wa kituo hiki, diwani nilofuatana naye wa Makuburi, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, viongozi wa dini wote ambao tumeambatana pamoja na wale ambao wenyeji wetu waliofika hapa, asalamu alaykum. Awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu sana, kwanza kwa kuniwezesha mimi leo hii kufika pamoja na ndugu zangu hawa Juvikiba. Lakini mbili, endelee kumshukuru Mungu tena kwa mapokezi yaliyokuwa mazuri na mema na yenye tija kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa namna moja au nyingine kwa nyinyi wenyeji wetu ambao sisi leo tumewafikia hapa. Lakini zaidi naendelee kuwapongeza pia taasisi hii ya Jumuiya ya Vijana ya Kiislamu kwa kuendelea kuwa na mipango mikakati maalum ya kufanya zile kazi za kiroho, kwa maana sio tu elimu bali wamekwenda nje zaidi mpaka leo hii kufika katika wilaya nyingine ambayo haipo ndani ya wilaya ya Ubungo. Lakini zaidi niseme tu kufika kwangu leo hapa kiukweli nimekuwa ni motivated. Yaani sijatarajia kukiona hiki ambacho nimekutana nacho. Kwanza ukarimu wenu, lakini mbili kadhia ya vijana wetu hawa ambao wapo katika kituo hiki. Kiwalisia mtu yote mwenye fikra ya kutambua kwamba yeye ameumbwa na Mungu, akazaliwa na akajua kwamba kesho yake kuna kifo, akifika hapa lazima atatokwa na machozi. Niwapongeze sana, lakini pia Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa subra nyinyi ambao umeweza kulea kituo hiki. Ni kazi kubwa mno. Ni kazi ambayo mimi na wewe si ajabu tungeshindwa, ndio maana leo hatujaweza kufanikisha kufanya kazi ambayo wanafanya wao. Kiukweli tuwaombee Mungu sana. Mungu aendelee kuwapa subra, lakini pia Mungu aendelee kuwapa nguvu zaidi ya kutumikia hali hii ambayo nyinyi mnakutana nayo. Risala imesema ya kwamba tuna watoto mpaka sasa 51, lakini kwa taarifa ile kuwepo yupo mtoto juzi tu hapa alitelekezwa na kituo hiki kimeweza kumchukua na sasa kuna watoto 52. Ni kazi kubwa ambayo mnaifanya. Leo hii yule mtoto angeokotwa na nani? Mheshimiwa Rais mmeona juzi tu hapa katoka kupata mtoto ambaye ameweza kufanya nini? Kumpokea. Kumfanya nini? Kumwasili, si ndio? Natumia neno la kumwasili. Lakini ameonyesha nia ya uongozi. Kaonesha pia mfano bora wa kiongozi wa nchi. Ndio kitu ambacho amekifanya pia mkurugenzi wa kituo hiki. Tuna wajibu mkubwa sana wa kuweza kuendelea kushikamana sisi kwa sisi, kwa maana sisi sote ni binadamu. Na kila binadamu anamhitaji binadamu mwenzie. Kwa mantiki hii tuna kila sababu. Kila kile ambacho tunacho sisi tunachokitamani na wao wanakitamani. Wamekaa pale lakini wanatamani kuinuka na kutembea kama tunavyoinuka sisi. Wanasikia na wanatamani kusikia yale mengi ya zaidi kama tunayosikia sisi. Vyakula vyao si ajabu, labda ni vyakula vya mmeng'enywa vile ambavyo tayari vishakuwa diluted. Si ndio? Sasa leo hebu angalia. Wale watoto wangekuwa wameachwa hivi hivi. Ni nani angeenda kuwashika mkono? Ni nani? Hakuna. Sisi binadamu tuna wajibu wa kutambua kwamba wale ni wenzetu. Nimetanguliza haya kwa uchungu mkubwa, iwe ni sehemu ya ujumbe kwa jamii yetu ndani ya Tanzania. Na itambulike ya kwamba ujio wetu sisi leo hatujaja tu kutoa misaada. Nimeungana na Jumuiya ya Vijana wa Kiislamu wilaya ya Ubungo kuja hapa si tu kutoa msaada. Mbali na misaada itakayoletwa leo, hatujaja kwa ajili ya kutoa msaada tu. Tumekuja kuleta ujumbe katika jamii yetu ya Kitanzania kwamba watoto hawa tunawatambua na tunawathamini na tuko tayari katika maisha yao, katika safari yao ya kidunia. Niendelee kupongeza mkurugenzi kwamba wewe ni mbora sana. Umepitia mapito ya kila aina mpaka umefika hapa. Changamoto mbalimbali umezipitia za kibinadamu mpaka umefika hapa. Mimi natambua kwa sababu mimi ni kiongozi ambaye nimechaguliwa na wananchi. Nimepitia magumu mpaka kufika hapa. Kwa lengo langu ni moja tu, kwenda kufanya maendeleo
kwa wananchi. Na wewe leo hii umefanya kazi hii ya kimungu kwa lengo lako moja tu, kufanya kitu ambacho kesho yako utakwenda kuikuta. Nikupongeze sana. Nimepokea risala kiuzuri, kiukamilifu, lakini pia kiunyonge na upole wa hali ya juu, kwa sababu risala yenu inaakisi maisha ya mwanadamu. Mahitaji yako mengi, lakini kwa nafasi yangu niruhusu nichukue yale machache, na kwa uwezo wa Mungu tutaangalia baada ya Ramadhani, ili kusudi sasa kuwe mna msafara rasmi kwa ajili ya kuleta baadhi ya mahitaji ambayo nyinyi mmeomba, ikiwemo rim papers, boards, madaftari. Kama kompyuta itapatikana pia naamini itakuja, lakini pia kama printer itapatikana pia naamini itakuja. Lakini mbali na hayo, yapo mahitaji ambayo mmeendelea kuyasema. Nitumie nafasi hii kuwaomba wadau na serikali, tuna haja kuendelea kuwashika mkono taasisi hii ama kituo hiki cha Al-Nazar Foundation. Ni kazi kubwa ambayo inafanywa. Ikiwa sio wadau na sisi serikali, ni nani atawashika mkono? Nitumie nafasi hii kuwaomba sana wadau na serikali, tuje tuweze kutatua, kama sio kumaliza, basi kupunguza changamoto za kituo hiki. Wanaohitaji wa eneo, kama hatuwezi kutoa eneo hili, basi twende tukawatafutie eneo lingine, ili kusudi malengo yao yasiweze kufifia. Malengo yaende mpaka ifike hatua kila mtoto ambaye ana uhitaji afikirie kuna kituo kinaitwa Al-Nazar Foundation. Lakini zaidi, leo tumekuja na Mheshimiwa Diwani, yapo mahitaji kidogo ambayo tumekuja nayo, na kwa uwezo wa Mungu tutayakabidhi kwenu ili kusudi mengine yaweze kuendelea. Yapo mahitaji kadhaa, ikiwemo ni pampers, ikiwemo ni juisi za watoto, ikiwemo na unga, pamoja na mahitaji mengine. Lakini zaidi tumekwenda mbali, tumeleta na wheelchair moja pale ambapo itahitajika, na amini itatumika. Hatujawaacha bado watoto, wao bado ni vijana wetu, wanatamani kupitia yale tuliyopitia sisi enzi za utoto wetu. Ipo michezo pia tumewaletea. Kwa hayo machache, nikirudi kwenye nafasi ya Juvikiba, Jumuiya ya Vijana ya Kiislamu wameomba baadhi ya maombi kupitia kwenye ofisi yetu ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo, nikiwa kama naibu mstahiki meya, bosi wangu akiwa ni meya, na anayefuatia kwetu ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo. Niwaahidi, mkurugenzi yuko safari, atakaporudi nitamfikishia salamu hizi, na mimi mwenyewe mkono kwa mkono nitachukua nyinyi vijana wa Kiislamu wilaya ya Ubungo kwenda kukaa na mkurugenzi, kumwambia yale ambayo nyinyi mmeyafanya, mnaotarajia kuyafanya, malengo na dira yenu ni nini, na vipo ambavyo mmevifanya na vinaonekana. Nikiwa mimi ni shahidi, leo nimekuja kuambatana na nyinyi. Tutamueleza pia, mmeshawahi kuomba mkopo na mkasema hamkukidhi vigezo. Twendeni tukatambue vigezo ambavyo nyinyi hamkukidhi ni vipi na ni kwa nini, na sasa mnatarajiwa kukidhi ili mpate mkopo. Kwa hayo machache, niwashukuru sana wale ambao tumeambatana. Kushukuru sana Mheshimiwa Diwani Faru, naye ameweza kuleta baadhi ya mahitaji, tutayapokea pamoja. Nikushukuru sana diwani mwenyeji, umekuwa ni mtu rahimu tangu juzi tunawasiliana. Niwashukuru sana viongozi wa Jumuiya ya Vijana wa Kiislamu, kazi kubwa sana mnaifanya. Nyinyi ni watu wa mfano, ni vijana wa mfano, na mimi niko tayari bega kwa bega kwa lolote, si kwa hili tu. Siku zote nitaungana na nyinyi kwa haya ambayo mnayofanya yanaonekana.